Uhali gani mwana Jambo TV? Leo ni Jumatatu ya tarehe ya 14 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ilikuwa ni siku maalum kwa ajili ya vyama vya siasa vilivyopo nchini ambavyo vimesajiliwa kwenda kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Sasa siku hii ilipofika, ni siku ambayo ilikuwa inasubiriwa na watu wengi, wakiwa wanasubiri tamko la chama kimoja, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Je, Chadema wangeenda kusaini? Tukumbuke wiki iliyopita ni wiki ambayo alikamatwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kisha baadaye kupelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya uhaini pamoja na makosa mengine ya kuchapisha taarifa za uongo. Sasa siku ilipofika ya kwenda kusaini hayo maadili ya uchaguzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ilitegemewa kingeenda kusaini au kutokusaini. Na mtu wa kwenda kusaini hizi kanuni ni katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye kwa sasa ni John Mnyika, au kama sio Mnyika basi ingeenda mwakilishi kutoka katika ofisi yake, aidha naibu katibu mkuu bara au naibu katibu mkuu Zanzibar, au hata mtu mwingine ambaye angeweza kutumwa kwa niaba ya ofisi, kwani mtendaji wa chama ni alikuwa Mnyika. Siku hii ilipofika, John Mnyika alichapisha taarifa kupitia mtandao wa X akieleza kuwa yeye hatokwenda kusaini kanuni hizo, na sio yeye tu, hajamtuma mtu yoyote kwenda kusaini kanuni hizo. Siku hii vyama hivi kwenda kusaini vilikuwa vinasaini chini ya usimamizi wa mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Khailima Ramadhan, ambapo yeye ndiye alikuwa akisimamia. Sasa siku hiyo alizungumza mwenyewe, na taarifa hii imechapishwa pia katika website ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambapo imeeleza kuwa Khailima amesema chama cha siasa ambacho kitasaini maadili hayo hakitaruhusiwa kushiriki kwenye uchaguzi, na alisema kuwa tarehe ni moja tu, hiyo tarehe 12, ambapo kuna chama kimoja kikwenda kusaini. Chama hicho ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na Chadema walishaeleza sababu zao za kutotaka au za kutokofanya wasiende kwenda kusaini maadili hayo ya uchaguzi. Baada ya mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi kuzungumza ya kwamba chama ambacho hakikusaini, ambacho ni Chadema, hakitaruhusiwa kushiriki chaguzi zote kwa miaka 5 ijayo, hapa ndipo mjadala umeibuka baina ya wanasheria, lakini pia wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa kielezea mawazo yao tofauti kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Alianza kuandika rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili msomi Boniface Mwabukusi, kupitia mtandao wa X aliandika, sijui hao wenzetu wanazisomaje hizi sheria. Je, ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutokusaini maadili ya uchaguzi. Ni tafsiri mbovu ya kukosa logic. Tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu. Hayo ni yale aliyoandika wakili msomi Boniface Mwabukusi. Baada ya Mwabukusi kuandika hivyo, akafuata aliyewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili msomi Fatma Karume, akasema, swali, kufuata maadili ya uchaguzi ni hiari. Kila chama na wanalazimika kufuata pale wanapokuwa na mkataba na tume au ni sheria ya nchi. Sheria za nchi hazifuati kwa makubaliano ya mkataba na sahihi ya watu jamani. Kisha akaendelea, naomba tume itueleze kama kuna kanuni nyingine za maadili zinazohitaji signature za kila chama cha siasa ili ziwabind vyama. Tume ina majaji wengi kama wajumbe. Please be transparent with the law that you are applying kwa haya maamuzi ya kuitoa CDM kwenye uchaguzi. Baada ya hapo akamechapisha sehemu ya 3 ya yale maadili ya vyama vya siasa. Sehemu hii ikawa imeelezea baadhi ya mambo, ikaelezea majukumu ya vyama vya siasa yako yanasema kwamba wafate maadili, waheshimu sheria za Tanzania, waheshimu maisha ya watu, maisha kila mtu, na taratibu zingine zote zimeelezwa hapo kama wajibu wa vyama vya siasa juu ya uchaguzi. Wakili Fatma Karume akaendelea kusema, kwa msioelewa, kanuni za maadili zinalazimisha kila chama kifuate maadili,
neno lililotumika ni shall. Hapa imeandikwa every political party shall. Akaendelea kusema, ina maana vyama havilazimiki kusaini mkataba na tume ili kuwa subject to kanuni za maadili. They are subject to these regulations as a matter of law. Huyo ni wakili Fatma Karume. Akaendelea kusema, tume haijaweka wazi maadili ya uchaguzi kwenye tovuti yao. Kanuni za maadili ya vyama inaelekeza kila chama cha siasa Tanzania kinalazimika kufuata maadili. Swali, huu mkataba baina ya tume na vyama unalazimika chini ya sheria gani? Na athari za kutokusaini ni ipi? Tume iwe wazi. Bado anaendelea kuandika Fatma Karume. Baada ya kuongelea sasa hayo ya kwamba Chadema haizuiliwi kwa namna yote kushiriki uchaguzi kwa kutokusaini haya maadili ya uchaguzi, leo ameandika, no reforms no election sio haini. Inaweza kuwa kosa la jinai chini ya Elections Act kama Chadema itatumia nguvu au undue influence kuhakikisha watu hawapigi kura. Pia inaweza kuwa kosa la jinai kama wakishawishi watu waibe karatasi za kura waingilie na uchaguzi, lakini si uhaini. Huyo ni Fatma Karume, ameandika maoni yake hayo. Yeye pamoja na wakili msomi Boniface Mwabukusi wameyaeleza haya ni maoni yao kupitia mtandao wa X. Lakini kituo cha habari cha Clouds leo kilikuwa kinamhoji aliyekuwa mgombea katika nafasi ya urais wa chama cha wanasheria Tanganyika. Wakili Nkuba yeye akawa anasema, Tanzania tumetunga katiba kwa ajili ya kuhakikisha inasimamia maisha yetu ya kila siku, na sheria zipo kwa ajili ya kutongoza kwamba katika jambo hili la uchaguzi tunapaswa kwenda hivi. Kwa hiyo ni utaratibu wa kistaarabu ambao upo na tumeutungia sheria kwa ajili ya kutongoza. Na kanuni zinapotoka maana yake tumejiwekea utaratibu huu. Huyu ni Sweetbat Nkuba. Akaendelea, sheria haijatoa tafsiri finyu kusaini ni nini, lakini taratibu ambao umewekwa na tume katika chaguzi zote zilizopita kwamba kuna kuwa na malalamiko mengi ya kimaadili. Unajua uchaguzi ni jambo sensitive ambalo ni lazima lisimamiwe kwa maadili ya hali ya juu sana. Kwa hiyo huwezi ukawa na maadili ambayo hujatamka. Hizi kanuni zimeelezea kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi majukumu haki ziwe hivi, ambapo huruhusiwi kwenda kinyume na maadili. Bado pamekuwa na mkanganyiko baina ya watu mbalimbali. Je, Chadema haruhusiwi kushiriki uchaguzi kwa kutokusaini kanuni hizo? Hivyo tunaendelea kufanya jitihada kukutafutia wanasheria na wataalamu mbalimbali. Jitihada zilikuwa leo kumpata rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili msomi Boniface Mwabukusi, lakini hazikuzaa matunda. Pindi tufanikiwapo tutakuletea mchangano huu kwa kinaga ubaga na tukishirikisha chama cha demokrasia na maendeleo Chadema juu ya athari ambazo huenda zikakutana nazo kama hakitashiriki uchaguzi.